kitu. Nikaletewa ile mizigo yote, visu, mapanga, nondo, kila kadhalika. Nikapelekwa sehemu ambayo ndio special ya kuchanjia vidono. Nikavikalia vile vyote. Huwezi kuchanjwa kidono kama hujavikalia vile visilaha. Lazima uvikalie ili ya kutengeneza vyote vikae chini yako. Akanichanja. Sikiliza, kitu ambacho nilikuwa naogopa na hiki waga nasema ni kutestiwa, kwa sababu kuna jamaa yangu mmoja ambaye aliendaga kuchanja kidono hivyo. Sijui mganga alikosea nini kwenye ile test, na waganga wanaangalia sehemu zimezonona kwenye mbavu hapa, wanajua hapa ndipo kikidunda, utajua kweli hapa kimedunda, dawa imeshika. Wakamtesti, alisahau kitu gani, ile panga ikaingia mazima mpaka kwenye upumbo. Sisi wenyewe ndio tulishiriki kumzika kimya, tukaweka kimya mpaka leo. Nikakumbuka ile, nikamwambia mzee, umemaliza? Akamwambia nimeshamaliza, sasa twende sehemu pale nikakutesti. Nikamwambia mzee, yani mimi nakukubali sana, wewe uko vizuri, lakini kunitesti haiwezekani. Kunitaka. Niambia masharti lazima utestiwe. Nikamwambia mzee, nina deni na wewe, si umesema nikulipe? Nimeshalipa, naomba niondoke. Kumbe marufuku kuondoka bila kutesa. Alikuwa na kijana yake mmoja, akaenda akamwambia, bwana huyu jamaa amegoma kutestiwa, sasa wewe jiandae vile unavyojuaga, wanajua alivyoongea wenyewe. Akawa kama ananishindikiza sasa kunitoa nyumbani kunipeleka mbele, kunitoa pale nyumbani kwake, akanisindikiza hatua kama 15 hivi. Nikashtukia ninakatwa mapanga mgongoni. Kugeuka namna hii nikamkuta tena akanipiga lingine panga. Nikasema mzee anataka kuniua, anapiga kelele. Akamwambia ndio dawa zimeingia sasa. Sikiliza, kwa shetani kuna mahangaiko sana mpendwa. Kwa shetani kuna mateso. Nimeteswa sana kwa shetani. Acha nikwambie tu taratibu ili uweze kujua huyu Musa nilikuwa namna gani. Acha nikwambie mpendwa, nikapata kile kidono. Nilipopata kile kidono nikajiona mimi ni wa maana. Sasa ninaweza kufanya kila kitu. Na ni kweli nikakuwa kwa ajili ya kuiba hayo mambo. Nikaangalia natakiwa nipate dawa nyingine inaitwa kinkuti. Kinkuti ni dawa inayoongeza nguvu. Yaani ukimshindilia mtu ngumi harudi tena, na masharti yake hautaki kuanza wewe kuanzisha ugomvi. Waganga wana mbinu fulani za kukulebulebu ili ujue hii dawa ni hatari. Anakuambia usipigane na mtu zaidi ya 10 5, hapo kidogo ndio dawa itaonekana inaanza kufanya kazi, lakini usianze kumchokoza. Ni kweli kabisa. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu. Sijui kama unanisikia. Ndio. Sijui kama wewe uko hapo unanisikia. Ndio. Shetani ana nguvu. Hii ni siri nakupa. Shetani ana mamlaka ya nguvu za kigiza. Nazo zinafanya kazi kwa watu wasiomkubali na Yesu. Hizo zinafanya kazi. Hata mimi nimezithibitisha kwa sababu nilikuwa nafanya nazo. Na ni kwa sababu nilikuwa sijaokoka. Lakini tulijaribu kwa watu waliokoka. Baada ya kuwa ni mchawi, tulikuwa tunachemka. Na nitakwambia, ukiniona hapa mbele nina kovu hapa. Si kila mtu ananiona hapa. Hili kovu ni ushuhuda mkubwa sana. Ndio mwanzo wa kuanza kufukutia kuokoka. Yeye Mungu akasema sasa unataka kupitiliza. Na kwa watumishi wangu, yani na kwa watumishi wangu, sikiliza, nitawaambia tu kwa sababu Mungu ni mwema alionileta hapa. Mungu ni mwema alionileta hapa. Sikiliza, nikatafuta kinkuti. Nimetafuta kinkuti. Kinkuti unaambiwa, anakuuliza unakunywa pombe au soda. Yani ile gesi ya soda au ya pombe ndio inachanganyiwa na yale madawa unayopewa, unanyweshwa, unakunywa mwenyewe. Ukisha kunywa, ina maana ile gesi, wanasema tafasiri ya ile gesi, yani inavyofukutia kwenye soda, ndio nguvu na mwili wako unaendelea kufanyaje? Kuumuka. Na hicho nilikiona baada ya kuwa niko na shambuliana na yule polisi pale Kazura Mimba.
ndipo nilipoanza kuthibitisha sasa, kumbe ndio kazi ya Kinkuti. Sasa hawa polisi wataniona, watanikoma. Na ni kweli walinikoma. Ndio maana saa hii napokutana nao wanasema Mungu kweli anaweza. Aliyekuokoa wewe Musa, naambia na nyie sasa mnatakiwa kuokoka. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu polisi nao wanaendelea kumpokea Bwana kwa sababu ya matendo makubwa anayoyaona Mungu ananifanya. Sikiliza. Amina. Wewe unayesikiliza shuhuda hizi, usisikilize shuhuda hizi ukaanza kusema aisee. Unaenda nyumbani unasema Bwana, mkutano kuna jamaa mmoja alikuwa jambazi kweli, alikuwa ni mchawi, tuko naye, yani yuko na nguruma pale kwenye mkutano, alafu haujaokoka. Unazijua siri za kichawi, alafu uondoke hivyo hivyo. Watakutembelea usiku kwa sababu umeshajua siri zao. Umeshajua wanatokaje, umeshajua wanaendaje. Sasa lazima waje kukukagua. Umeshajua sasa, leo twende ukatusaidie kufufua, twende ukatusaidie. Lakini yuko mmoja atakayeweka ulinzi juu yako. Yeye Bwana mabwana yupo, ambaye mchawi hataweza kuiona hata mlango wako. Mchawi hataweza kuona hata nyumba yako. Kwa sababu yeye Bwana yuko na wewe. Na wewe umejikabidhi mikononi mwa Bwana. Lazima Bwana aonekane kwako. Sikiliza. Nikapata kile Kinkuti, nikaenda nacho, nikaona nimekuwa ni mtu mkubwa. Kama ni sekta ya kuiba, hii mifugo na kuwaibia watu, nimeshakuwa ni bingwa sana sana. Siku moja nakumbuka ilikuwa tarehe 25. Tarehe 23 kabla ya Krismasi, siku mbili. Mfukoni sina kitu kabisa. Pale stesheni kulikuwa kuna tabia yanapita ile magusi ya mizigo. Wakati wote huo sijawahi kujaribiwa mwenyewe tukakutana kwenye vita na mtu akawa ananipiga au mimi nampiga. Sijawahi. Nakumbuka kabla ya kwenda nikampata mzee, ilikuwa kabla ya tarehe 20 nikampata jamaa mmoja alikuwa tunaongea naye, ametoka Nguruka, naye pia alikuwa ni ashakuwa yeye ni jambazi. Akaniambia bwana, una habari? Nimetokea sehemu moja. Wapi? Nimetokea sehemu moja Mkongoro. Kuna nini? Akamwambia kuna issue moja. Akaniambia bwana, hiyo mwenyewe ndio naitaka, dawa ya kuziwia risasi kutoingia. Nikamwambia sasa hiyo lazima niende. Sikiliza, nikapanga safari, nikaondoka, nikapewa ile dawa ya kuziwia risasi. Mtindo wangu ulikuwa ni ule wa kutokubali kutestiwa. Na yule bwana alikuwa na mbuzi wake wa kutesti. Ukigoma ile dawa aliyokuchanja, anamchanja yule mbuzi. Akishamchanja yule mbuzi ndio anamtesti yeye mwenyewe. Ukishaona kimetotokea na anamwambia sasa ndio yeye, yaliyopo pale ndio yapo hapa. Nikaipata ile dawa, nikawa na kiburi baada ya kupata dawa ya kuziwia risasi. Nikawa na kiburi. Mtu yoyote pale Kazura Mimba alikuwa hawezi kusema chochote. Mimi nilikuwa nakunywa pombe, ni mlevi sana. Nilikuwa nakunywa sana. Nikienda sehemu wanapouza pombe, nikikuta ametenga pombe, nafika na kunywa kama za kwangu. Ukileta bishi ni makofi na hauna cha kunifanya. Sikiliza, shetani alinitumikisha kwa namna alivyoweza. Wakati wote huo sijaanza kuwa mchawi, na wala sifikiri kama nitakuwaga mchawi, wala sina hata wazo la kwamba nitawayaga hata kumuua mtu, wala sikuwa hata na wazo la kwamba ningeweza na akili yangu kumuua mtoto wangu au kuitoa damu yangu. Nilikuwa sina hata hayo mawazo, lakini kumbe ni shetani ananiandaa, ananipa roho ngumu. Sikiliza, unapoenda kwa waganga wa kienyeji, kuna vitu vinaandaliwa. Inawezekana utaenda kummaliza mtoto wako na wewe, au utakwenda kummaliza mume wako, au utaenda kummaliza mke wako. Sikiliza, kwa shetani hayatoka yaliyo mazuri. Yanayotoka mazuri ni kwa Bwana peke yake. Sikiliza, nikawa ninajiamini. Siku moja hiyo sasa tarehe 23, sina hela mfukoni, nikasikia kuna gusi linapita pale Kazura Mimba, yale magusi yaliyojaa mizigo. Nikasikia, nikawahi nikaenda kumwambia station master
pale Kazula Mimba, bwana kuna mzigo unapita, vipi tunaweza tukachezesha dili? Akaambia haiwezekani na usithubutu. Nikamwambia okay sawa, sikiliza. Tukaondoka, mimi nikaondoka. Nilivyoondoka nikaenda zangu nyumbani. Nilikuwa na kisu changu special ya kutobolea behewa, lile lijambia zito kweli. Nikachukua nikavaa koti langu, nikachukua na magunia yangu. Ile gusi wakati linaunguruma nikawa nimeshafika pale site. Ikaingia pale stesheni, nikaanza kuitazama, na gusi lile lilikuwa limebeba mabehewa haya matenki ya mapetroli. Na treni inapokuwa na mabehewa ya petroli yanakuwa na ulinzi mzito, na mimi sikujua kama kuna ulinzi. Akili yangu ilinituma kwenye hela tu. Nikaanza kukagua behewa gani ambalo linaweza nikalifanyia kile nilichotaka kufanya. Nikakagua, nikagundua behewa lililokuwa na sukari. Nikaenda nikabandua pale treni ilipokuwa imepaki kwa reli ya pili, kuna behewa la wale mafundi wa treni. Kumbe pale wakati naanza kutengeneza kubomoa pale kwenye breki, askari walikuwa wanatokea kule wanaikagua treni ili kusudi waweze kuhakikisha usalama wa treni yao. Mimi hapo nilikuwa sijui, na hapo nilikuwa mwanzo wa kupigwa hizo risasi. Na kama ningekuwa sina yale madawa, sijui ingekuwaje. Muda mwingine waga namwambia Mungu, asante kwa kuniachilia yale ili niajue yaliyo ya shetani nayo. Sikiliza, wakati niko na kagua, kumbe wameshaniangalia, wamenichora kila kitu. Ndio wewe. Akajitengeneza vizuri na bunduki yake safi kabisa. Akanisogelea, wala hata hakuwa mbali. Akanisogelea hapa na kwa huyu kameramani wangu. Akanipiga tochi. Hivyo na tochi nilikuwa maana nishatoboa, halafu nimejivisha lile koti langu, lakini nimevaa blanketi ili yale masukari yanapomwagika yasipige ya makelele. Kwa hiyo yanamwagika kwenye blanketi kimya, naenda naweka kwenye gunia. Yanamwagika kimya. Sasa wakati nimekinga, nimeshika namna hii, nikaona tochi mbele yangu. Akili ikaja niviachie, siwezi kuviachia. Nikakuta nikabaki nimeganda tu namna hii. Amenipiga tochi alafu akazima. Nakumbuka maneno aliniambia, akaniambia nashukuru kwa kuwa umetaka kuniharibia